Wakili Boniface Mwabukusi ameanzisha maandamano makali baada ya kutoa masharti kuelekea Disemba 9. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kwa muda mrefu Tanzania imekuwa ikisukumwa kuelekea makutano ya kihistoria katika kizazi kipya chenye mahitaji yasiyozuilika na mfumo wa kisiasa unaojaribu kujikinga na mawimbi ya mabadiliko. Lakini taharuki hiyo ilifikia kilele kipya wakati rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi alipojitokeza hadharani na kutangaza mapendekezo makubwa ya taifa, akisisitiza kuwa taifa halina tena muda wa kuahirisha mabadiliko. Hatua hiyo, kama ilivyoshuhudiwa na Kenyascope, ilionekana kama jaribio la kukomesha mtiririko wa migogoro ya kisiasa kabla ya kile kilichotarajiwa kuwa makabiliano makubwa ya kijamii tarehe 9 Disemba. Kwa hivyo Mwabukusi alianzisha maandamano yake ya mapema kwa kutoa masharti ambayo taifa lingefaa kufuata. Na katika ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii, Mwabukusi hakujiweka kwenye nafasi ya kutoa tahadhari ya kawaida, bali alitoa muhtasari wa hatua za kisera, kikatiba na kijamii ambazo zilielezwa kama sharti ya kujenga utulivu wa taifa, kurejesha uhalali wa taasisi na kujenga maelewano ya kizazi ambacho kimetajwa kuwa chanzo cha wimbi jipya la kulazimisha uwajibikaji wa dola. Kwa msimamo wake, alisisitiza kwamba hoja ya Gen Z haziwezi kujibiwa kwa ukimya, ukakamavu wa dola au vitimbi vya kisiasa, bali kwa majibu ya wazi, kwa hatua zinazotekelezeka na kwa jibu la kitaasisi ambalo inaweza kuhimili kasi ya mabadiliko. Hatua hii ilikuja katika kipindi ambacho Tanzania ilikuwa bado imefunikwa na kivuli cha uchaguzi wa Oktoba 29, tukio lililoacha alama ya mpasuko wa kisiasa uliozitikisa taasisi, kuibua kampeni za kimataifa dhidi ya ukatili wa dola na kusababisha athari ya kuongezeka kwa uoga, hasira na ukosefu wa imani kwa wananchi, hususan vijana. Kipindi hicho, taarifa za utekaji, kutoweka kwa watu, ukamataji wa kimkakati wa wapinzani na kesi za kisiasa zilizodumu kwa miaka zilijenga muktadha wa taifa lililo kwenye mgogoro wa kisheria na kijamii. Mambo hayo yote yaliunda mandhari ya ujumbe wa Mwabukusi ambao uliwasilisha kwa mwelekeo wa dharura kuzuia taifa lisijikute kwenye migogoro mikubwa zaidi. Mwabukusi alitoa mwito wa kusitisha mara moja shughuli za kisiasa zinazosimamiwa na tume ya uchaguzi, kusitisha kesi zote za kisiasa, na baada ya uchaguzi kuachia huru viongozi waliokamatwa na kurejesha haki za kisiasa kama sharti la kwanza la kufungua ukurasa mpya wa taifa. Hoja hiyo haikujengwa kwa mantiki ya upatanisho wa kisiasa pekee, bali kwa msingi wa kisheria unaohitajika kurejesha uhalali wa taasisi zinazodai kuongoza kwa misingi ya demokrasia. Kwa muda mrefu shinikizo la kulinda mamlaka ya kisiasa ilionekana kuchukua hatua ya majukumu ya kulinda uhuru wa wananchi, na matokeo yake ilikuwa kuzorota kwa imani kwa vyombo vya serikali. Katika muktadha huo, Mwabukusi alitaja kuwa kuendelea kuendesha kesi dhidi ya viongozi wa Chadema katika mikataba iliyotajwa kwa mikakati ya kisiasa kulikuwa kuna gharimu taifa kwa kuvuruga usikivu wa jamii, kuendeleza uhasama wa kisiasa na kuliweka taifa katika eneo la migawanyiko isiyoisha. Kwa mtazamo wake, kuachiwa huru kwa Tundu Lissu na wenzake kulikuwa sio tu kitendo cha kibinadamu, bali hatua ya kulijenga taifa kabla ya kujenga madaraka. Mapendekezo yake ya kuishia katika ufuataji wa makosa ya zamani, bali alihamisha mjadala kwenye ujenzi wa misingi mipya ya uwajibikaji. Na katika hatua iliyofuata, Mwabukusi alitaka kuundwa kwa tume ya jumuishi ya kitaifa ya haki, ukweli na uwajibikaji. Tume hii ilitajwa kuchunguza matukio yote ya utekaji, ukatili wa mauaji yaliyofanyika kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Na katika historia ya taifa hakukuwa na chombo kilichopewa mamlaka ya kuchunguza siasa ya kikatili kwa kiwango hicho, hali ambayo mara nyingi ilizalisha ukimya wa kihistoria na kuacha majeraha bila tiba. Ujumbe huu ulielekeza lawama kwa kile kilichoitwa tume huru ya uchaguzi ama uchunguzi wa rais, ambayo ilitajwa kukosa uhalali wa kijamii kutokana na muundo wake wa mchakato wake. Kwake, kuvunja tume hiyo ya kuanzisha chombo kipya kilikuwa kitendo cha kurejesha imani na sio tu hatua ya kiutawala.
Na katika hatua ya tatu, Mwabukusi aliweka wazi kwamba taifa halina uwezo wa kujichunguza lenyewe bila ushiriki wa kimataifa. Alitaka kuruhusiwa kwa uchunguzi huru wa tume za kikanda na kimataifa zinazohusika na haki za binadamu na utawala bora. Hoja hii ilikuwa changamoto kwa imani ya taifa kujiendesha lenyewe, lakini ilikuwa na uzito wake kutokana na historia ya matukio ambayo serikali imekuwa ikikanusha hata pale ambapo wahanga wamedhihirika. Na katika muktadha wa kimataifa, jukumu la Tanzania liliendelea kuathiriwa na shinikizo la mataifa yanayofuatilia masuala ya demokrasia, huru huku Marekani na taasisi za haki za binadamu zikitoa mashinikizo ya uchunguzi baada ya madai ya matukio ya ghasia, upotevu wa watu na matumizi ya nguvu na silaha katika uchaguzi. Na katika mazingira hayo, Mwabukusi hakuwa na mantiki ya kuzuia uchunguzi wa kimataifa kwa sababu taifa lilikuwa tayari limejikuta katika mjadala wa kimataifa. Kwa hatua ya 4, aliwasilisha zana ya majadiliano ya kitaifa kama njia ya kuleta utulivu wakati hatua za kisheria za kiuchunguzi zinaendelea. Katika historia ya Afrika Mashariki, mijadala ya kitaifa imekuwa njia ya kujenga jamii upya baada ya migogoro mikubwa. Lakini nchini Tanzania haijawahi kufanyika kwa kiwango ambacho kinaweza kukabiliana na ukubwa wa mgogoro wa baada ya uchaguzi. Na hivyo Mwabukusi alipendekeza mjadala maalum wa wazi unaohusisha wadau wote wa kitaifa ili kujenga makubaliano mapya juu ya mustakabali wa taifa. Na katika hatua ya 5, ujumbe wake uliingia katika eneo la maridhiano ya kitaifa, akisisitiza kuwa mpasuko uliopo hauwezi kushughulikiwa na tamko la kisiasa, bali kwa mabadiliko halisi ambayo yataunda ratiba ya utekelezaji wa mapendekezo ya kitaifa. Na katika maoni yake, maridhiano yalipaswa kuanzishwa si kama tendo la kisiasa la kuficha makosa, bali kama mchakato wa kutengeneza taifa jipya. Mwabukusi kisha akaigeuza mjadala kuelekea msingi mkubwa zaidi ya mabadiliko ya kikatiba. Aliomba kuhusishwa kwa mchakato wa katiba mpya kuanzia pale tume ya Warioba ilipoishia. Mchakato huu ulikuwa umesimamishwa kwa sababu ya migongano ya kisiasa, ukiacha taifa katika hali ya kutawaliwa na katiba iliyotazamwa kama kikwazo cha uwajibikaji wa uhuru wa wananchi. Na katika hatua ya 7, alisisitiza kuwa ratiba ya utekelezaji wa masharti ya katiba mpya lazima iwe wazi, ikiwa na uundwaji wa taasisi za kikatiba zinazoweza kuhimili shinikizo la kidemokrasia, tofauti na taasisi zilizopo ambazo zimeonekana kulinda mamlaka kuliko haki. Na katika hitimisho lake, Mwabukusi aliweka sharti la uchunguzi mkubwa unaosimamiwa na tume huru, jumuishi na yenye kuaminika. Hoja hiyo ilileta mwelekeo wa dharura katika muktadha wa kitaifa, ikionyesha kuwa taifa halina muda wa kuchelewesha mabadiliko katika mazingira ambayo majanga yanaweza kuibuka kwa kasi kubwa kuliko uwezo wa kuzuia. Zaidi ya mapendekezo, ujumbe wa Mwabukusi ulikuwa ukikabiliana na swali kubwa la kizazi kipya. Gen Z walitajwa kama kundi la taifa ambalo linakataa siasa za jadi, majibu ya haraka na halina uvumilivu wa kutumia maisha yake yote kusubiri mageuzi. Kwa maoni yake, kundi hilo lilikuwa na hoja na siasa zikuweza kuzimia kwa kejeli. Mfumo ulihitajika kubadilika ili kuishi katika enzi ya vijana wanaoamini katika uwazi, teknolojia na uwajibikaji wa papo kwa hapo. Kwa Mwabukusi, tatizo la taifa halikuwa mapigano ya kisiasa, bali ukosefu wa mkakati ulio wazi. Hoja zake ziliweka msisitizo kwamba mafanikio ya taifa yatachaguliwa kwa juhudi za kujiamini, bali kwa uwezo wa kuhami maadili ya msingi ya kijamii. Na katika simulizi lake alitoa taswira ya meli na uyumba, si kwa mvua kali, bali kwa kutokuwa na nahodha anayejua njia ya kuifikisha bandari salama. Nchi haikuwa inahitaji nguvu bali mwelekeo. Taifa lihitaji ukatili wa kusimamia utulivu bali hoja zinazoleta maelewano. Na katika ulimwengu wa sasa ambako vijana wana hofu ya kupaza sauti na ambako taarifa zinatembea haraka kuliko propaganda, ujumbe huu uliibuka kama tamko la dharura kwa taifa lilosimama kwenye makutano ya hatima yake.
Mwabukusi alimaliza kwa msimamo mmoja kwamba taifa halina muda wa kujadili nani aliyetenda kosa, lilikuwa na muda wa kujenga mfumo unaoweza kusimamia haki, ukweli na utu bila kujali chama, vizazi au maslahi ya mtu binafsi. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kuwa nasi kwa taarifa kama hizo, na vile kumbuka hapa ndipo. Zidi kutupa support yako kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.